Shekinah Glory Manifestation Ministry. Hebrews 4:12. Jesus, I bless your name, Jesus Christ of Nazareth. I exalt you, King of Kings and Lord of Lords. I magnify your name in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Father, touch your people today in the name of Jesus Christ. Move in their lives kila mahali kwa jina la Yesu Kristo. As I call upon your name, O Shekinah, ukashuke kila mahali kwa manyumba zao, kwa mioyo zao, kwa mawazo yao, in the mighty name of Jesus Christ. Shekinah Glory kwa nyumba yako, kwa mawazo yako, mafikra yako, kila mahali. Shekinah Glory in your soul, your spirit, in your family, in your marriages. Shekinah Glory. Madhabahu yoyote imekufinyilia, maprojections zote zimekukalia. Hebrews 4:12 in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Mahali popote umeinuliwa makafara, madhabahu za kila aina ya kufrustrate maisha yako, mawazo yako, mafikra yako. Hebrews 4:12 in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Let my people go in the blood of Jesus Christ. Let their destinies go in the mighty name of Jesus Christ. Father, I declare freedom kwa watoto wako. As I call upon your name kwa hii nyumba, kwa hii boma na kila mahali. Anything that is not of God na iporomoke. Tuna shake off the dust ya mapepo, tukizivuruga kila mahali. Shetani, lose your grip in the name of Jesus Christ. Shekinah Glory kwa hiyo TV, kwa nyumba yako, kila mahali. Hebrews 4:12 blood of Jesus. Hebrews 4:12 blood of Jesus. Hebrews 4:12 blood of Jesus Christ. And Jesus said it is finished. Father, I declare that watoto wako wamefunguliwa, akili zao zinafunguliwa, mawazo yao inafunguliwa. Wanaposikia ujumbe wako siku ya leo, wanafunguliwa kila mahali. As they lift altar sacrifices, as they connect themselves to your word, my Father and my God, tanda kila mahali, tanda kwa airwaves, tanda kwa manyumba zao, tanda kwa maboma zao, tanda kwa fedha zao, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. I declare mercy and favor has taken over. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. Shekinah Glory. And there goes the Holy Ghost. Hebrews 4:12 blood of Jesus. And Jesus Christ said it is finished. In Jesus Christ let me pray. Amen. Hallelujah. So once again, ni Pastor Emmanuel hapa, Shekinah Glory Manifestation Ministry Eldoret. Hallelujah. Tuko base hapa Tamarind Place, second floor. Hallelujah. Along Ronald Ngala Streets. Hallelujah. Tuko tu just next to Comfy Hotel. Hallelujah. Na wewe mwenyewe umekaribishwa mahali hapa. Ukuje tuweze kuserve God pamoja, ukuje tuweze kuimba pamoja, tuweze kuworship Mungu pamoja. Hallelujah. Nakumbuka kwamba tulikuwa tumeweka prayer. Hallelujah. Nilikuwa nime-upload prayer hapa kwa Facebook pia. Unaweza visit our page Shekinah Glory Eldoret. Hallelujah. Ufike mahali pale. Pia we mwenyewe kama ni kufollow ndio, kama kuna anything new unaweza kupata message ambazo ziko mpya. Pia kwa YouTube tuko pale kama Shekinah Glory M.M. ama inamaanisha Shekinah Glory Manifestation Ministry. Utaweza kutupata ni Shekinah Glory Eldoret. Hallelujah. So anytime mahali popote huko, tafadhali unaweza pia pata messages zetu kwa YouTube. Hallelujah. Hapo iko ni kwa Shekinah Glory Eldoret. Hallelujah. Shekinah Glory.m.m. Hallelujah. So tafadhali Shekinah Glory M.M utatupata pale kwa YouTube, that is. Hallelujah. Na kwa Facebook, kama kuna mtu anatazama kwa TV na kwa Facebook, unaweza kutupata kwa Shekinah Glory Eldoret. Hallelujah. Shekinah Glory Eldoret kwa Facebook. Na najua kwamba tutaweza kwenda kupatana pale na tuweze kujua ni nini makusudi ya Mungu pia. Hallelujah. So mimi nawakaribisha sana kwa ministry. Tumekuwa na kesha hapa, hallelujah, ya kufungua hii mwezi. Hallelujah. Na ilikuwa very powerful. Hallelujah. Maombi unaweza ona kwa Facebook. Hallelujah. Unaweza download your prayer,
uisikize. Haleluya. Wakati ambapo umeenda kujiwekelea, unaweza download uisikize, na jaribu nitengeneze audio yake pia nikuwekee mahali pale, so that ukidownload usiku ukienda kulala unaweza wekelea hiyo. Ukisikia utaona a lot of things Mungu akikufanyia, hata wewe mwenyewe. Kwa hiyo ndoto yako utaona Mungu anafungua, akibomoa, akikatakata kazi yote ya shetani. Haleluya. Kwa sababu once something ya Mungu imekuwa anointed forever. So that's why nakukaribisha tena sana. Haleluya. Nikiendelea kuwa encourage mahali popote mpo. Haleluya, ya kwamba tuendeleeni kusupport kazi ya Shekinah. Namba ya kusupport kazi ya Mungu ni 0757 588817. Itaita Miriam Kapanat. Hiyo yote ni pesa ambayo tunachanga kusupport TV na kusupport kazi ya Mungu. Haleluya. Na hii ingine ni 0798843921. Unaweza tumia hiyo kuweza kunipigia simu, kuweza kunitumia SMS, na najua kwamba tutaweza kuwasiliana na tuweze kujua ni nini ungetaka Yesu Kristo wa Nazareti aweze kukufanyia. Haleluya. And so tukiangalia leo kwa neno la Mungu siku ya leo, tunaenda kuangalia about ni nini ambayo Holy Spirit ametuambia tunaweza kufanya siku hii ama hii mwezi. Haleluya. Assignment gani anakupatia kama mtoto wa Mungu? Haleluya. Jana tulikuwa tukiwa service, na nakumbuka ya kwamba tulikuwa kwa service unakuwa na heart of worship, na Holy Spirit alituongelesha sana. In fact ni Shekinah ndiye alikuwa anatuongelesha jana. Alitutembelea pia hapa Shekinah Glory Eldoret, na akatuongelesha zaidi, na najua kwamba pia wewe mwenyewe mtoto wa Mungu nitaweza kushare na wewe pia a few things. Haleluya, ambao naona ya kwamba itaweza kukusaidia. Haleluya, kuweza kumanuva hii mwezi ya pili. Haleluya, kuweza kumanuva hii mwezi ya February. Haleluya, na najua kwamba as we continue looking into the word of God, utaweza kupata kusaidika zaidi na zaidi. Apart from that, altar tuna raise ni 1313. Haleluya, endelea ku raise hizo altars za 1313. Haleluya, kazi yako ni ya kusupport nyumba ya Mungu. Haleluya, as you support the work of God, a lot of things unapata kwamba inaweza kuwa catered for. Haleluya, kulipia TV, rent, vitu kama hiyo. Haleluya, na najua kwamba Mungu atazidi kukubariki as you work in his vineyard. Haleluya, remember ya kwamba Mungu atatubariki so that wakati ambapo akona challenge kwa nyumba yake, pia mimi na wewe tunaweza kuwa support in his house. Haleluya. So karibuni sana kwa siku ya leo watoto wa Mungu. Theme yetu ya hii mwezi, haleluya, ni focus. Haleluya, ni ya kwamba tunataka kuangalia how to focus, kufocus kwa kazi ya Mungu, kufocus kwa ile assignment yenye Mungu amekupatia. Na kuna a few scriptures zenye nilikuwa nataka niweze kuangalia, na najua kwamba as we look into this scripture tutaweza kuelewa a lot of things. Haleluya, tutaweza kuelewa vitu nyingi zaidi ambayo Mungu angetaka we mwenyewe kama mtumishi wake, we mwenye unawatch program kama a leader, kama kiongozi, uweze kujua ni nini na nini ambayo Mungu ana expect of you and me hii mwezi ya February. Haleluya. And so bila ku waste a lot of time, wacha niangalie the word of God kwa kitabu ya Jeremiah chapter 2. Tutaangalia the word of God kwa kitabu ya Jeremiah chapter number 2. Hallelujah. Chapter number 2 from verse number 5. Hallelujah. To verse number 13. Tutaweza kuangalia the word of God kutoka kwa kitabu ya Jeremiah chapter 2 kuanzia verse 5 to number 13. So endelea kukuwa tuned in, mtoto wa Shekinah, as you listen to the word of God. Na as we listen to this word, najua kwamba itaweza kukubadilisha pia wewe. Mimi niko hapa kuku-encourage, na najua kwamba hii word ambayo unasikiza siku ya leo itaweza kukuinua na itaweza kubadilisha maisha yako pia. Hallelujah. So tukiangalia the word of God from verse number 5, anasema, thus says the Lord, what injustice have your fathers found in me, that they have gone far from me, have followed idols, and have become idolatrous. Neither did they say, where is the Lord, who brought us up out of the land of Egypt, who led us through the wilderness, through a land of desert and pit, through a land of drought and the shadow of death, through a land that no one crossed, and where no one dwelt.
Haleluya. Inakuonyesha the kind of situation ama the kind of scenario ama wilderness Mungu alipitisha the children of Israel. Unaambiwa ya kwamba mahali walipita hakuna mtu amewahi pita. Jangwa ambayo wamekuwa hakuna mtu amewahi kuwa mahali pale. Na unaambiwa ya kwamba hakuna mtu amewahi ishi kwa hiyo jangwa. Juu alikuwa anatembezwa kwa desert na Mungu. Na hii desert ilikuwa so severe ya kwamba a normal human being haezi survive kwa hiyo desert. I remember one time the oracle of Shekinah akituelezea kwamba Jericho ndio the hottest place mahali Jesus Christ of Nazareth alienda kufanyiwa temptation for 40 days 40 nights. The place iko so hot. Hallelujah. Ni moto tu na hakuna kitu inaweza survive mahali pale. Yet tunapata Jesus Christ of Nazareth aliavuka kwa mahali pale. Wana wa Israeli walipitia places ambayo ilikuwa very terrible, na yetu Mungu alikuwa na wao. Na so Shekinah anauliza mahali hapa ya kwamba ni nini nilifanyia baba zenu kiasi ya kwamba hawanidhamini tena. Inamaanisha ya kwamba kuna kitu ilitampa na focus ya watoto wa Mungu. Kuna kitu yenye ilitampa na wazazi wao. Kuna madhabahu ilitampa na wisdom ambayo waliona, ama ilitampa na revelations ambayo Mungu aliwapatia. Kuna kitu ambayo ilidhuru, haleluya, mawazo yao kiasi ya kwamba walipoteza mwelekeo. So hii mwezi wa February lazima we mwenyewe mtoto wa Mungu uweze kufocus on the Lord. Kumaanisha kuna drought, kuna summer, kuna challenges amekupitisha, challenges ambayo mtu mwingine angepitia hapo, ama kuna watu walipitia hiyo challenge before but hawakusurvive. Haleluya. Ile mashida yenye unapitia hata saa hii, kuna wenye walipitia na wakashikwa na heart attack na wakaangamia na wakakufa. But we Mungu bado maintain life yako. Bado Mungu anakupatia strength, haleluya, ya kuweza kusoldier on. Na question ndio anauliza ni ya kwamba ni nini nimefanya ambayo watoto wangu wananisahau. Kumaanisha kwamba hii mwezi distractions itakuwa hapa na pale, lakini wewe mwenyewe lazima uweze ku maintain focus. Haleluya. Lazima uweze ku maintain focus. Lazima wewe mwenyewe ndani ya roho yako uweze kutafuta njia ya kuweza kuhakikisha kwamba focus yako kwa Mungu haitakuwa tampered with. So anasema kwamba waliondoka kwa njia zake na wakaamua kuserve idols. Haleluya. Na ukienda kuangalia kwa Ezekiel chapter number 14 from verse number 1 to verse 5, inaongelea about how the children of Israel wangeenda mbele ya Mungu kuweza kumuuliza direction, kuweza kumuuliza tungetaka kufanya hii na hii na hii, what should we do? But anasema ya kwamba many have set idols in their heart. Wameweka a lot of confusion in their heart, kiasi ya kwamba hawawezi nisikia, kiasi ya kwamba hizi vitu ambazo wameweka kwa mawazo yao imekuwa idolatry, imekuwa idol in their hearts. So wakiniomba ama wakiniuliza direction, nitawajibu according to the multitude, haleluya, ya idols ambazo ziko kwa mioyo yao. Haleluya. Mimi kama mchungaji, maybe kuna vitu wenye nime-expect niweze kupata by the time nilikuwa nimemaliza January vile imeisha, lakini maybe umepata challenge. Maybe kuna mtu mwenye amekuwa aki-expect marriage for a long time na imetani. Haleluya. Umekuwa uki-expect business fulani iweze kugrow na hiyo business imetani. So shetani pia anatake advantage of that, na anaweza anakuletea mawazo mengi ndani ya roho yako, kiasi ya kwamba unapoenda kanisani on Sunday unaenda kama ndani ya moyo wako imejazana zaidi.
inakuwa difficult kwa Mungu kuweza kupenetrate in your heart. Inakuwa vigumu kwa sababu umeenda kwa nyumba ya Mungu, but ndani ya roho yako kuna a lot of complaints. Ndani ya roho yako kuna a lot of anger. Ndani ya moyo wako kuna a lot of frustration. So inakuwa ya kwamba uzito ambayo iko ndani ya roho yangu imekuwa ni idol. Nimeangalia, nikafikiria, nimekaa chini, nikawaza, nikaona hii na hii na hii haijafanyika, hii na hii haijafanyika, na shetani akapush na akaleta frustration. Na wakati hii frustration imeingia, na Sunday ninaenda church, haleluya, inamaanisha badala nipeleke the joy of the Lord kwa nyumba ya Mungu, nimepeleka frustration. Unapofika kanisani unapata intercessors wamekuwa pale, they have prayed, wameomba the whole night, wameomba asubuhi, wamesaturate the atmosphere with the presence of God. Lakini wakati ambapo ninakuja kwa presence ya Mungu, nimekuja na mizigo, nimekuja na manunguniko, nimekuja na frustration. So ile moto ambayo ilikuwa kwa nyumba ya Mungu, ambayo watu wamework so hard kuhakisha ile mizigo yenye tumeenda nayo kwa nyumba ya Mungu inazima. Haleluya, inazima ile moto ambayo already ilikuwa imewakishwa mahali pale. So anasema kwa Ezekiel chapter 14 ya kwamba nitakujibu according to the frustration yenye uko nayo. Haleluya. Shekana alikuwa anatuongelesha akatuambia kwamba once unaenda kwa nyumba yake na frustration, unaenda kwa nyumba yake na mizigo umejaza ndani ya roho yako, unataka uweze kumworship namna gani? Anasema such kind of a heart, hata ung'ang'ane kumtafuta hautampata. Ukikuja kwa nyumba yake na umejaza a lot of complaints, ukikuja kwa nyumba yake na wandering heart, wandering mind, ni Sunday, umekuja Sunday service, na vile umekuja Sunday service, roho yako iko kwa supermarket, roho yako iko Mudhurwa, roho yako iko Kariakoo, roho yako iko sijui wapi, uko kwa biashara. Haleluya. Yet watu wana worship, damu ya Yesu itiririke, wana worship Mungu, presence yake ishuke chini, but inakuwa difficult kwake kuweza kumanifest himself in your life kwa sababu ya uzito wa moyo wako. Haleluya. So sometimes unapata watu wameenda church, na vile tuwa kwa sanctuary tunang'ang'ana na worship, unapata anga kufunguka inakuwa challenge. Kwa sababu kila mtu anapokuja kwa altar, unakuja na anga yako tofauti. Hatujui ulipigwa slap ukitoka kwa nyumba, hatujui makanga kama alienda na change yako, hatujui ni watoto walikusumbua asubuhi. So wewe unapokuja kwa altar, unapata wale wako kwa altar already mioyo yao iko connected, mioyo zao ziko connected na Mungu. Lakini wewe wakati ambapo unafika pale na ile mzigo yako, ina wear down what has been prepared, ama atmosphere imekuwa imesaturatiwa mahali pale. So inakuwa ya kwamba Mungu anaongelesha mtoto wake siku ya leo, akisema ya kwamba ukinapokuja kwa nyumba yake, la anataka spirit ya worship yako ikuwe aligned to his will, ya kwamba roho yako na mawazo yako na mafikra yako na kila kitu about you lazima iweze kufocus on him. Hallelujah. That as a worshiper ama as a congregant, ni wakati nimeingia kwa sanctuary, ninapotoka kwa nyumba yangu lazima nijue ninaenda wapi. Hallelujah. Ukitoka kwa nyumba yako ukienda kwa sanctuary, anza kurepent kwa barabara. Hallelujah. Anza kuprepare your heart mapema, so that unapoenda kumit the King of Kings utaweza kupata success. So hapa anauliza wana wa Israeli, ni nini lilifanya mababa zenu kiasi ya kwamba wameamua kuweka idols in their heart, hawanidhamini tena? Hallelujah. Na hata wakati ambapo hizi vitu zimejazana kwa mioyo yao, wakiwa kwa manyumba zao, they don't even care about the house of God. Hallelujah.
They don't care about the house of God. Maybe wewe ni a servant of God, ama pengine wewe ni worshiper, pengine wewe ni intercessor, lakini kwa sababu issues ya dunia imekamata roho yako, hata utakagi kujua nyumba ya Mungu inaendeleanga namna gani. Haleluya. Utaki kujua servant of God alilala vizuri, hautaki kujua kama mtumishi wako ukimwangalia unajua ngatu ako sawa, lakini maybe hujaipigia simu kamuuliza man of God unaendelea namna gani. Haleluya. Maisha inakupeleka namna gani? Ministry inakupeleka namna gani? Haleluya. Kwa sababu wakati kwa ministry kuna a lot of challenges, kuna a lot of battles zenye saa zingine huwa inainuka mpaka unatamani kutoroka kanisa as a servant of God. Haleluya. But we kama congregant, ama we kama worshiper, we kama intercessor, we kama mtoto wa Mungu, haleluya, umeshawahi kaa chini ukauliza hata mtumishi wa Mungu, mama unaendelea aje? Man of God unaendelea namna gani? Maisha iko aje? Haleluya. Ama wewe ni yule mtu ambaye akikuelezea niko na face hii na hii na hii na hii, unaenda kumwandika kila mahali, umepata views. Haleluya. So anasema ya kwamba hata nyumba yangu watu hawajali. Inamaanisha kama roho yako ndio hekalu ya Mungu, na hekalu ya Mungu yenyewe imejaza frustration, imejaza manunguniko, inamaanisha ya kwamba hata hiyo room imekuwa defiled. Haleluya. Inamaanisha we don't care the state of our heart, we don't care about God, we don't care about his own house. Haleluya. So anasema ya kwamba na hata wamesahau jinsi ambavyo Mungu alikuondoa kwa ile jangwa. Haleluya. Wakati tunaenda kwa nyumba ya Mungu, it is always important kuweza kukumbuka ni wapi tumetoka na ni wapi tunaenda. Haleluya. Ni wapi Mungu amenitoa. One time wakati ambapo David alikuja nyumbani akapata bibi na watoto wake wamechukuliwa, tunaambiwa wanaume walilia, na vile wanaume walilia, at some point ikafika wakasema kwamba huyu mjamaa ndiye alitupeleka kwa vita na mabibi zetu wakachukuliwa, na lazima huyu mtu tuweze kumpiga tu mawe, kwa sababu watoto wetu hatujui wameenda wapi, mabibi zetu tujue wameenda wapi, mali yote ambayo tumewakad for hatujui imepotelea wapi. Haleluya. Wakataka kustone David, but ndani ya David tunaambiwa kwamba he encouraged himself in the Lord. David aliweza kufikiria how Mungu alimdeliver kwa mikono ya Goliath. Akaanza kuangalia vile Mungu alimpigania wakati simba zilikuwa zinatafuta mwana kondoo, how bear zilikuwa zinajaribu kumaliza maisha yake. Haleluya. Alikumbuka ni wapi Mungu alimtoa. Na wakati ambapo alikumbuka mahali Mungu alimtoa, alikuwa encouraged in the Lord. Haleluya. Wakati ambapo shetani anataka kuleta idols in our heart, idol ya worries, idol ya fear, frustration, shetani alituuliza kitu moja: siku gani frustration yako imeshawahi kukuondoa kwa shida? Siku gani worries ya maisha yako imewahi kukuondoa kwa shida? Siku gani we mwenyewe kuhangaika kwako, kuandawanda kwako imewahi kukusaidia? Ya kwamba wakati tunakuja kwa nyumba yake, ninakuja na wandering heart, alituuliza one thing: how many times umewanda in your mind na ukawahi pata solution? Hallelujah. For me to encourage myself in the Lord, for me to niendelea ku maintain the joy of the Lord hii mwezi, na ndio niweze ku worship the Lord in spirit and in truth, I must remember where he took me from. Lazima niweze kukumbuka alinitoa wapi. Mungu amenipigania vita gani? Mungu amenishindania vita gani? Hallelujah. Ni nini na nini ambayo Shekaina amekutendea? Haleluya. Ndio hiyo situation ukiweza kuangalia uone ya kwamba kweli hii situation pia Shekaina anaweza niondoa. Haleluya. Encouraging ourselves in the Lord.
kukumbuka ni wapi Mungu alinitoa. So tukiangalia kwa hii scripture anasema ya kwamba niliwaondoa kwa ile land, kwa desert pit, kwa shimo ambayo hakuna mtu yoyote angeweza kuondoa mtu yote pale. Anatuambia kwamba through a land that no one crossed and where no one dwelt. Alikutoa mahali hakuna mtu mwenye angewahi kukutoa. Haleluya. Maybe ilikuwa ni historia marriage, maybe ilikuwa ni relationship, na ilienda in a way ambayo haikuwa sawa. Kuna watu wenye relationship yao ikiisha, niliona wengine, mtu aliingia ndani ya gari, akakaa kwa gari, na akisha kunywa pombe yake, na akachukua mafuta petroli akamwaga ndani ya gari, na akawasha kiberiti, na akateketea mpaka akakufa, simply kwa sababu mtu alilala na bibi yake. Yes, ni very painful. Hallelujah. Ni very painful, inauma. But ikifika kwa kiwango ambayo unachukua kiberiti unajiakisha na unateketea ndani ya gari, haleluya, jua ya kwamba kweli wewe shetani amekukamata. Kuna watu wenye marriage ikibreak ama relationship ikiisha wanaingia depression. Haleluya. Na najua kwamba breakup si kitu rahisi. Haleluya. Separation sio kitu rahisi. But ukiona mahali ambapo shetani anataka akuingize kwa pit, akuingize kwa moto na uteketee, haleluya, jua ya kwamba kweli premature death imekuandama. Kuna vijana wamejinyonga, kuna watu wamedunga na visu, kuna mapolisi yenye tunasikia kwa news every now and then, mtu alijipiga risasi, mtu aliua bibi, mtu alifanya hili akafanya hili akafanya ile. A lot of things tunapitia. Frustrations inainuka from everywhere as an assignment ya shetani ya kukufanya uweze lose focus na uweze kumaliza maisha yako. Hallelujah. But leo ninaku encourage ya kwamba even in those situations Shekaina atakudeliver. Hallelujah. Na wakati amekutoa in that pit, wakati ambapo unaona uko in a situation ambayo iko so fixed, remember where he took you from. Hallelujah. Na utaweza pata nafasi ama utaweza kukuwa encourage ku exalt the name of the Lord. Always remember mahali alikutoa. Alikutoa wapi? So natuelezea kwamba alitoa wana wa Israeli mahali hakuna mtu yoyote aliwaitembea, mahali hakuna mtu yoyote aliwaiishi. Kuna situations Mungu amekukomua ama amekutoa ndani, haleluya, yenye hata wakati ambapo unaenda kwa nyumba yake on Sunday ama unaenda kwa nyumba yake time ya lunch hour, haleluya, itakuwa kama reference ambayo itafanya kwamba as you go in his house utakuwa uko more than ready kumworship. Alituambia hata uwande kwa mawazo yako, uwari, ita prolong your desert, ita prolong your stagnation, ita prolong kila jambo ambayo ulikuwa una expect akufanyie. Haleluya. Shaka yake anatuambia kwamba wengine wanakuja kwa nyumba yake na ma-attitude, na ni Sunday anataka umwabudu, lakini ulitoka kwa nyumba yako na attitude. So ukienda kwa nyumba yake pia umeenda na attitude. Anasema wewe na hiyo attitude yako utaendelea ku-maintain na hakuna vile ata stretch zana kufikia. Hawezi. Haleluya. Hawezi kuja kwa ule mtu mwenye ako na attitude towards him. Hizi ma-attitude ni idols ambazo ziko kwa mioyo yetu, yenye ina stand as a hindrance ama as a stumbling block between us and our Father. Hallelujah. Between us and our Father. Zinakuwa ni hindrance hapa na pale. Ni worries. Alituambia hata uwari, hakuna siku hata moja ata come through for you na hiyo worry yako. Atawacha worry mpaka ile siku yenye utasema ni worry haijaniletea anything. Hallelujah. Worries. Hizi ni some of the idol, the little foxes ambazo shetani anaweka ndani ya mioyo yetu. Ma complaints,
Haleluya. So anatuelezea kwamba hata kule kwote mahali alitoa na watoto wa Mungu, yet bado wameendelea kuweka idols in their heart. Haleluya. Mahali alinitoa kwa ile frustration yenye niliface kwa ile marriage nilikuwa ndani, bado najipata hata kwa ile ambayo amenipatia, bado najipata nina complain na bado najipata nina worry. Inamaanisha ya kwamba we are not grateful. Haleluya. Hatuko grateful. So kwa hii mwezi ya February alikuwa anatuelezea ya kwamba lazima uweze kufocus on him. Lazima uweze kuangalia ni nini ambacho anataka kufanya kwa maisha yako. Weka mawazo yako yote kwake. Weka mafikra yako yote kwake. Weka focus yako yote kwake. Focus on him. Haleluya. Mtazamaji, wewe mwenye unatazama Shekinah Glory TV, sijui ni nini unapitia na sijui ni changamoto gani unapitia, but anza kuangalia ni wapi Mungu alikutoa. Kwa hii miaka yote yenye umeishi, ni kweli umekuwa na mawazo mengi, ni kweli umekuwa na frustration, but tangu lini frustration imewahi kukufungulia milango? Tangu lini hiyo worry ambayo uko nayo imewahi kukufungulia milango? Tangu lini wandering heart, wandering mind in his presence imewahi kukufungulia milango ama imewahi kukuletea opportunities? Haleluya. Hii yote ni strategy shetani anapangia hii mwezi wa February, ili aweze kufanya nini? Kuondoa focus yako kwa Mungu. Anataka maybe ufocus kwa hii ndoa, anataka maybe ufocus kwa ule boyfriend alikwambia mimi sikutaki tena. Haleluya. Anataka attention yako yote iende mahali pale. Anataka moyo wako wote na kila kitu, yani chochote ambacho shetani anataka kutumia, in other words, kukudistract from the presence of God. Hiyo kitu lazima ujue ni destiny killer. Haleluya. Ni destiny killer. So tunakiangalia hata tuendelee kwa verse number 7, nasema kwamba I brought you into a beautiful country to eat its fruits and its goodness. But when you entered, you defiled my land and made my heritage an abomination. Haleluya. Wakati ambapo Mungu ametupatia baraka na tukajipata ya kwamba complain na murmuring imeingia ndani ya mioyo yetu, ina defile hata ile ambayo ametupatia. Haleluya. This is the year of God's own. Ni mwaka wa Mungu, na ni mwaka ambayo Mungu ameamua kwamba atakutendea maajabu ambayo haujawahi ona. Na I remember in January the woman of God alituambia kwamba to those who are focused on the Lord, wale ambao wameweka attention yao kwa Mungu, watarip 3 times, haleluya, of the blessings ambayo Mungu amewaplania hii mwaka ya 2026. Haleluya. So lazima tu maintain focus yetu to the Lord. Lazima focus yako iweze kuelekezwa kwa Shekinah at all times. Focus yetu, haleluya, so that ile baraka atatupatia tusidefile na ikwe abomination in his presence once again. Haleluya. So namba ni 0757 588817 ambao unaweza tumia kusupport kazi ya Mungu. Haleluya. Vile tunapoendelea kusikiza ujumbe wa Mungu hapa. Haleluya. Na apart from that pia 0798843921 ni namba unaweza tumia kunitumia SMS, kunitumia prayer request. Kama uko na testimony tuma mahali pale pia, na tutaweza kuomba pamoja na Shekinah ataweza kukuonekania. Haleluya. Every Wednesday pia pale Nairobi tuko na Oracle Prophetic 1-on-1. Ni very important uweze kufika kwa altar every Wednesday. Haleluya. Wako na service pale Nairobi. Haleluya. Na anajua kwamba wewe mwenyewe utapata kubarikiwa. Sisi hapa Eldoret tuko na lunch hours. Haleluya. Every day tuko na lunch hours Monday to Friday. Haleluya. Then Saturday probably tunaweza kuwa na Courts of Heaven, ama tunaenda giving ministry. Kuna a lot of things zenye watu tunafanya. Haleluya. Saturdays. Haleluya. Kama tuko na Courts of Heaven, giving ministry, ama maybe tunaenda kutembelea
1 or 2, 3 people ambao wanahitaji haleluya kuweza kuombewa mahali hapa na pale. Haleluya. Sunday tuko mahali hapa bado Tamarid Place, tuko second floor ya Tamarid Place. Haleluya. Tuko hapa tu along Ronaldana Street na tuko next to Comfy Hotel. So tafadhali fika mahali hapa tuweze kuomba na wewe. Kama ni lunch hour saa 6:30 mpaka saa 8 tutakuwa tunamaliza service yetu. Then uko free kwenda nyumbani. Haleluya. Ama uko free kwenda kwa kazi yako ambao unashughulikia that Nairobi. Every Wednesday kuna Oracle Prophetic screening mahali pale. Tafadhali fika upate one-on-one yako. Kuna Fridays Keshas. Haleluya. Fika pale uweze kwenda kuomba. Haleluya. Na apart from that, Saturdays pia najua kuna time wako na Courts of Heaven huwa wana announce kwa TV. Then unaweza jua time ya Courts of Heaven unafika pale. Then on Sunday kuna Heart of Worship pia mahali pale. Unaenda unaabudu Mungu, unashukuru Mungu na unazidi kumuinua. Haleluya. Na najua kwamba maisha yako haitabaki the same. Haleluya. So endelea kuwatch Shekinah Glory TV ukiendelea kwa kujua program zetu vile zinaendelea as the week goes. Haleluya. Na najua pia kuna program ambayo watu wako fasting and prayer pia kule Nairobi. Haleluya. Watu wana meet from Monday to Thursday, watu wakiomba for fresh fire, wakiomba Mungu aweze kuwapatia direction. Haleluya. Na hii yote inakuja wakati wa in the presence of God. Wakati ambapo unaenda kutafuta Mungu, lazima tuweze kutafuta Mungu. It is the year of God's own. That's why analeta hii scripture. That's why anatuongelesha in Jeremiah chapter number 2 kuanzia verse number 5 to verse number 13. Hallelujah. So tukiangalia the word of God anatuambia kwamba baraka ametupatia inapata tena inadefiliwa kwa sababu ya complaints and murmurings. Hallelujah. So hii mwezi ya February, mtoto wa Shekinah, lazima uweze kuwatch your mouth. Na kumbuka Sunday wakati ambapo tulikuwa tuna worship na wakati ambapo the presence of God ilianza kushuka chini, unapata kwamba seraphims walikuwa wamejazana kwa sanctuary na kazi yao ilikuwa ni kupurge our mouth, purging our mouth according to Isaiah chapter number 6, ya kwamba our mouth imebeba defilement, midomo yetu imebeba complaint, midomo yetu imebeba murmuring. So Shekinah alikuwa ana sanctify our mouth so that midomo yetu iweze kubeba worship, midomo yetu iweze kubeba thanksgiving, midomo yetu iweze kusema asante Yesu. Hii February Shekinah ana seek for worship. Worship ya mdomo yangu, lips yangu, wakati na worship in my heart, mdomo yangu pia lazima iweze kukua inampatia kile ambacho anahitaji. Mungu akuli nyama choma, amenipatia mimi na wewe tukule. Mungu akuli managu na akuli omena, amenipatia mimi na wewe tukule. Ye kile anakula ni worship. Hallelujah. Anakula worship. So verse 8 inatuambia kwamba the priest did not say, where is the Lord? And those who handled the law did not know me. The rulers also transgressed against me. The prophet prophesied by Baal and walked after things that do not profit. Hallelujah. Kuprophesy by Baal inamaanisha out of the complaints ambazo ziko kwa midomo yetu, utapata ya kwamba hata maneno ambayo tunasema inalingana tu na complaints ambazo ziko kwa mioyo yetu. Hallelujah. Mimi kama mchungaji, mimi kama worshiper, mimi kama protocol, mimi kama usher, lazima niweze kuchunga mdomo wangu, lazima niweze kuchunga moyo wangu, hata kama situation inakaa namna gani, hata kama umesurprisewa na kitu yenye inakuwa overwhelm kiasi gani, mtoto wa Mungu. Hallelujah. Mimi leo na kuencourage ya kwamba idol yoyote shetani ameinua juu ya maisha yako, strategy yoyote shetani amepanga kwa maisha yako hii February, leo tutaomba na Shekinah ataivunja for his own glory. Anything ambayo inataka kunifanya ni lose focus on God, inataka niweze ku lose focus so that hii mwaka ya God's own iishe tu kama zile miaka zingine, mimi nimekataa. Hallelujah. Kataa worries, kataa frustration, kataa offenses, kataa mtoto wa Mungu. Chagua kukataa. Tukiambiwa ni the year of overwhelming joy, inamaanisha kwamba pia stress na frustration itakuja ikiwa overwhelming. Hallelujah. But tunachagua ku seek for that joy.
ya kwamba hata ikuwe namna gani ninaendelea kuseek for that joy. Anatueleza kwamba even the rulers have transgressed, kumaanisha kwamba kazi ya shetani ama wicked altars ambazo zinainuliwa ni ya kwanza kuvuruga leaders kwa nyumba ya Mungu, kwanza kuvuruga the apostles, the prophets, the evangelists, teachers of the word na pastors. Shetani anatafuta mbinu ya kuweza kutuvuruga kila mahali, lakini lazima tukatae. Ukiona frustration inakuja, kataa. Ukiona worries inataka kukuja, kataa, kwa sababu hakuna siku hata moja worry imewahi kuwekea food on the table. Hallelujah. Shetani alituuliza hapa, siku gani worry, fear, tension imewahi badilisha situation yako? Hakuna hata siku moja. So why should you entertain them? Let them go. Hallelujah. Verse number 9 anasema kwamba therefore I will yet bring charge against you, says the Lord, and against your children's children I will bring charge. For pass beyond the coast of the of Cyprus and sea, send to Kedar and consider diligently, and see if there has been such a thing. Has a nation changed its gods, which are not gods? Has a nation changed its gods, which are not gods? But my people have changed their glory for what does not profit. In other words, mali shetani anataka uweze kuexchange your glory, utukufu ambayo Mungu ameweka juu ya maisha yako. Mali shetani anataka uweze kubadilisha ile baraka Mungu amekupatia na complain na murmuring. Hallelujah. Lazima utafute mbinu ya kuvuruga hiyo tena. Mahali popote Waingaa ana strategize hii February kuweza kubadilisha baraka ya Mungu na manunguniko, lazima urushe hiyo manunguniko kando. Assignment yoyote shetani ameassign mapepo yake juu yako, haleluya, lazima uweze kuyazambaratisha. Chochote shetani atakuleta, haleluya, aidha kwa ndoa yako, kwa watoto wako, kwa biashara yako, ili uweze kupoteza amani ya roho yako, hiyo kitu lazima uweke kando. Wakati ambapo Jacob alipika pojo vizuri, Meda alipika ndengu na chapati, kwa sababu chapati na madodo ndio my favorite, haleluya. Na wakati alipika hii chapati na madodo, ikapata Esau hiyo siku, swara zote hiyo siku zilipotea, haleluya. Na vile swara zilikimbia na zikapotea, na hata sungura haikupatikana. Na vile alitoka hunting alikuja kama amechoka, haleluya. Alikuwa amechoka mpaka hata mwili inatetemeka, kwa sababu njaa imemuoverwhelm. Na ujue ya kwamba wakati njaa iko, ama wakati njaa imeshika mtu, hata moyo wake inaenda mbali sana, spirit yake ina fade, haleluya. Spirit yake ina fade wakati njaa imemkamata kabisa. And so ilifanya hata Esau wakati alipokuwa ana sell his birthright hakuiona kama kitu, kwa sababu alikuwa anaona anakufa. Aliambia ndugu yake, ninahisi njaa kiasi ya kwamba ninaweza kufa. Spirit yake ilikuwa inaenda na inani, haleluya. Nguvu hana, na wakati njaa iko hata unachanganyikiwa, haushikanishi kitu, haleluya. Wakati njaa imekamata mtu vizuri, mtoto wa Mungu, hata usingizi hakuna. Na it is easy ku complain, it is easy kumama, it is easy ku grumble wakati njaa imekulemea, wakati ambapo vitu havisongi, wakati ambapo uli expect kuona 1 2 3 hii Januari, lakini Januari imeisha. Na vile Januari imeisha, ukiangalia unaanza kujilaani ya kwamba kwani mimi niliumbwa aje? Kwani mimi nakuanga aje? Mungu, kwa nini mimi unikumbuki? Kwa nini hata hujaona hata mimi kama unaona wengine? Kwa nini finances zangu zimepotea?
So shetani already ameproject kwa nini. Why? Na wakati why zinaanza kuinuka, why inainuka, Mungu akiangalia ana turn aside. Haleluya. Na anakuondokea. Alituambia mahali kuna whys, complaints, grumblings, murmuring, hayuko hapo. Haleluya. So inafunga mikono yake kuweza kukubariki. So chochote shetani anataka kukutumia hii February, aweze kubadilisha glory ambayo Mungu ameordain for your life. Hii February ameweka a lot of great promises. Hallelujah. Ameweka a lot of things. Anataka kufanya great things to you. Kile Oracle of Shekinah alisema, hakusema maneno yake. Ni Shekinah alikuwa anaongea ndani yake, na akasema kwamba wale watanitafuta diligently hii mwaka. Diligently. Hallelujah. Diligently inamaanisha kwamba atakupatia clue wakati unaingia kwa mwezi. Atakupatia clue wakati ambapo utafuatilia hiyo clue amekupatia. Then whatever aliodain, hiyo 3 times baraka, si lazima ifike December ndio uione. Unaweza iona hata leo. Unaweza experience hata kesho. Unaweza experience anytime. Maybe ni business ulitamani kufungua, na hii business ulishindwa, nitaifungua namna gani? Una capital, nitatoa wapi? Umekuwa worried for that business for a long time. Hallelujah. All anasema weka hiyo worry kando. Anything ambayo itafanya lose focus yako, ile glory ambayo ameordain for you this February usiweze kuipata, iweka hiyo kitu aside. Wacha ikufe. Hallelujah. Wacha ikufe. Na ile promise ametupromise 3 times lazima tuweze kurithi. Hallelujah. So anatuambia kwamba lazima tuweze kuweka hizi vitu kando. Ni nini shetani anataka kuweka ili iweze kuexchange? Ujipatia kwamba exchange your glory na vitu ambazo haziprofit anything. Worries does not profit you anything. Frustration haikuprofit anything. Instead ni magonjwa inakuletea. The more you worry, the more sick you become. The more frustrated you are, the more confused unakuwa. So all these things, hata kama watu wanasema lazima ni worry over this thing, Shekinah alituambia haita kuprofit anything. Hallelujah. Haita kuprofit anything. Haita kuadia value anywhere. Hallelujah. Nikiwarijua hiyo marriage haitakuja. Nikiwarijua hao watoto hawakuji. Anataka a heart ambayo imejaza thanksgiving. Hallelujah. Siri alitupatia, katuambia kwamba February worship him. Hallelujah. Hii February, way out ya February, worship the Lord. Way out ya February, worship the Lord. Way out ya February, worship the Lord. Hallelujah. Abudu Mungu. Worship him in spirit and in truth. Hallelujah. Shekinah tuambia kwamba Jesus Christ of Nazareth aligive up his own son aweze kukufa juu yetu kwa sababu ya worship. Hallelujah. Ukiangalia kwa Ephesians chapter 2 anasema kwamba alikuja kuvunja the middle wall ambayo ilikuwa between me and him, so that I do what? So that I can worship him. Hakuna kitu yenye unaweza lipa Shekinah. Hakuna amount of money unaweza mpatia. Hakuna amount of ransom unaweza mpatia. Hakuna amount of anything unaweza mpatia. Hakuna amount of love yenye unaweza mpatia yenye itaweza mtosheleza. Hallelujah. The only thing alituambia ana demand from you and me ni worship. Hallelujah. Akasema kwamba hata situation ikuwe ngumu namna gani, choose to worship him. Na wakati ambapo utamworship, every blessing, anything yenye umekuwa ukingojea, utaiona na macho. Only the thing anataka kutoka kwako mtoto wake, abudu yeye. Worship in spirit and in truth. Ondoa wandering mind.
Wacha kwenda kwa nyumba yake every time. Unaenda kwa nyumba yake na worries, unaenda kwa nyumba yake na fear, unaenda kwa nyumba yake na worries kila mahali, wandering heart. Unakaa watu wana worship, lakini wewe akili yako unafikiria ma problems zako. Alisema the more unafikiria hiyo problem yako, ndivyo venye the more hiyo problem itakukalia. Many of us tunataka kwa sababu ya kwenda kwa nyumba yake na kutokumwabudu kwa roho na kweli. Wengine maybe unataka umwabudu in 1 hour, na wakati umemwabudu hiyo 1 hour unataka kwa ameshuka chini na ameshughulikia kazi yako, na ukiona kwamba hajashuka chini unatoka kwa presence yake kama umekasirika. Ama unaenda kwa nyumba yake wakati worship inaendelea, wengine wanasema na wana worship sana, si hata wamepunguza hiyo worship, mimi niko na shughuli nataka kuenda. Haleluya. Hata hiyo shughuli yako unasema nataka kwenda hiyo shughuli yako, it will profit you nothing. It will profit you nothing. So ukienda kwa nyumba yake, enda na roho moja ya kwamba Baba, nimekuja kukuabudu. Uliniumba ni kuabudu, uliniumba ni kuinua, uliniumba ni kusujudu, uliniumba Yesu wa Nazareti ili niweze kuinama na kuinuka. Shekara tuambia kwamba mbinguni hakuna kazi yoyote. Kazi yenye iko huko ni kuinama na kuamuka the whole day, asubuhi, mchana na jioni, asubuhi, mchana na jioni, the whole day. Eternity ni kuinama na kuinuka. Wazee 24 kazi yao ni kuinama na kuinuka, wakisema holy, holy, holy are you Lord. Hallelujah. Holy, holy are you Lord. Holy, holy are you Lord. Holy, holy are you Lord. Hiyo tu ndio kitu Shekaina anataka, ya kwamba tunakwenda kwa nyumba yake. Holy, holy are you Lord. Father, I worship you. There is nobody like you. There is nobody like you. I worship you, King of glory. I worship you, Adonai. I worship you, King of kings. I worship you, my Father. Anataka tu worship. Alisema hataki kitu yote kubwa. The only thing anataka kutoka kwako ni worship. That's why Jesus died. He died for us to worship. So whatever the enemy anataka uweze kujipata ya kwamba uli exchange your glory with worship, hiyo kitu ilaaniwe, mtoto wa Mungu, ipigwe radi na ikufe in the mighty name of Jesus. Verse 12 inatuambia kwamba be astonished, O heaven, at this, and be horribly afraid. Be very desolate, says the Lord. For my people have committed too evil. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewn themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. Hallelujah. Ni kisima gani hiyo shetani anataka uchimbe? Kisima ambayo itafanya uchote maji ambayo iko defiled. Hallelujah. Ni kisima gani hiyo? Hiyo kisima na ivunjike in the mighty name of Jesus. Kila kisima shetani amekupangia hii February, kisima ya worries, kisima ya fear, kisima ya tension, kisima ya wandering mind, ivunjike kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kila kisima ya kukuondoa kwa kisima ya living waters, ivunjike kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ametuambia kwamba yeye ndio living waters. Inamaanisha in his presence kuna fullness of joy. One musician akaimba wimbo moja akasema, when you see a man that is loved by God, you will see his glory all over him. Then you will know the God we serve is not a joke. Then you will know the God we serve is not a scam. Huyu Mungu si mchawi. Huyu Mungu si diviner. Huyu Mungu si mganga. Hallelujah. When we worship him, tutaweza kuona his glory.
Unataka kutembea kwa glory ya Mungu, worship him. Hii kisima ambayo shetani anataka kutuwekea to lose focus hii February, Hebrews 4:12 in the mighty name of Jesus Christ. Hii kisima ambayo shetani anataka uchimbe, kisima ya fear, kisima ya wandering heart, idols za kila aina, idols za fear, idols za complaint, idol ya murmuring, idol ya kulaani Mungu with our mouth, ivunjike kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kila kisima ambayo shetani anataka kufanya uchimbe, so that uweze ku-exchange your glory, uweze ku-exchange your destiny, uweze ku-exchange your birthright, iyo kisima ivunjike kwa damu ya Yesu Kristo. Mitego shetani amekupangia ili wari iweze kuingia kwa moyo wako, magonjwa ambazo ana strategize kwa nyumba yako hii February, ili uweze kupoteza focus kwa Mungu, ivunjike kwa damu ya Yesu Kristo. Kila kisima ambayo shetani anataka uanze kuchimba, ninaiziba na damu ya Yesu Kristo. Ninaiziba na moto wa Roho Mtakatifu. Ninaiziba katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu yoyote ya manunguniko ambayo amepanga kuinulia nyumba yako, kuinulia ndoa yako, uanze kunungunika ili baraka za Shekina zikupite, ninazambaratisha hiyo mipangilio yake, ninazivuruga na damu ya Yesu Kristo, ninaziporomosha na Hebrews 4:12 in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. As I partner na the seraphims, wacha moto ishuke kwa mdomo wako, na kila unajisi ya kila aina iteketezwe na moto, 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 iteketezwe na moto. Mahali popote mawazo yako imetekwa nyara, mahali popote shetani amepangia kuteka mawazo yako nyara ili ujipate ukicomplain, ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu, ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu kwa fedha zako, moto wa Roho Mtakatifu kwa biashara yako, moto wa Roho Mtakatifu. Every loss shetani amepangia hiyo biashara, every loss shetani amepangia hiyo ndoa, every loss shetani amepangia ministry yako, ichomeke na moto wa Roho Mtakatifu, iteketee na moto wa Roho Mtakatifu. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Hebrews 4:12, Hebrews 4:12, Hebrews 4:12, Hebrews 4:12. The blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus Christ of Nazareth. Anything ambayo shetani anapangia, maombi chafu ambayo imeongwa kwa anga yako ili iweze kukuzambaratisha mtoto wa Mungu, as you lift your altar sacrifices, I command those altars to be broken. I command those altars to be broken. I command every confusion to be broken. I command every defilement in your worship, let it be broken in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Ivunjike katika jina la Yesu Kristo. Finally, acha tuangalie kwa hiyo Ezekiel, the book of Ezekiel chapter number 14. Hallelujah. Acha tuangalie hiyo Ezekiel chapter number 14. Koraba santarabota. Number ni 07 57 58 88 17. Unaweza tumia hiyo namba kuweza kuinua madhabahu yako. Hallelujah. Kwa sababu tunasoma hii scripture then tunaendelea na maombi. Hallelujah. So lift altar yako 13:13, ile ambayo Mungu amekupatia, anza na hiyo. Lift that altar sacrifice. Na as you raise your altar sacrifice, leo tunaomba ya kwamba every assignment shetani ameinua juu ya maisha yako, ili hii Februari ujipate umechimba kisima ya maji chafu, badala ya uweze kujiconnect to the living waters, hiyo kisima iweze kuzibwa na hiyo madhabahu iweze kunyamazishwa. Hallelujah. Shekina alituambia kwamba yeye ndio the living waters. Yeye ndio, kwa presence yake marriage inapatikana, kwa presence yake finances inapatikana, kwa in the presence of God, according to Psalms chapter number 16 verse 11,
inasema in his presence there is fullness of joy, fullness of marriage, fullness of finances, fullness of healing, fullness of deliverance, fullness of anything you want. Fullness yake iko in his presence. Na ikatuambia ndio tutoboe hii February, lazima tukue in his presence. And how do we go in his presence? Through worship. Hallelujah. Anataka worship. Alikuumba umwabudu, alikudeliver umwabudu. So ukienda kanisani, tafadhali worship him in spirit and in truth. Kila kitu unafanya kwa nyumba yake, do it in spirit and in truth. Wacha ikwe worship in his presence. Wacha ikwe ni worship, hallelujah, for the glory of God. So tukiangalia chapter 14 ya Ezekiel, tukienda kwa verse number 8, inasema kwamba, hata tuanzie verse number 7 ama 6. Inasema kwamba, therefore say to the house of Israel, thus says the Lord God, repent, turn away from your idols, and turn your face away from all your abomination. For any one of the house of Israel, or of as strangers who dwell in Israel, who separates himself from me, and set up his idol in his heart, and put before him what causes him to stumble into iniquity, then comes to a prophet to inquire of him concerning me, I, the Lord, will answer him by himself. Hallelujah. By myself. I will set my face against that man, and make him a sign and a proverb, and I will cut him off from the midst of my people. Then you shall know that I am the Lord. Hallelujah. In other words, anamaanisha hivi ya kwamba ile manunguniko kama itaendelea ndani ya mioyo yetu, na mafrustration na mabitterness na maoffense, then hata ile kidogo ulikuwa una expect kupata ataifrustrate. So inakuwa ya kwamba wakati ambapo shetani ameinua hizi idols kwa mioyo yetu, hata biashara yako itakuwa frustrated. Biashara yako badala i-expand, itarudi chini na iishe. Hallelujah. So secret ni moja, lazima tuweze kuweka aside hizi idols. Hallelujah. Na tunaenda kuomba neema, na jua kwamba shetani atatusaidia. Verse number 9 anasema, and if a prophet is induced to speak anything, I the Lord have induced that prophet, and I will stretch out my hand against him and destroy him from among my people Israel. And they shall bear their iniquity, and punishment of the prophet. The punishment of the prophet shall be the same as the punishment of the one who inquired, that the house of Israel may no longer stray from me, nor be profane anymore with all their transgression, but that they may be my people, and I may be their God, says the Lord God. Hallelujah. Kwa nini Shekina anatuongelesha about hizi mavisima ambazo hazitoi maji masafi? Ni kwa sababu anataka atu restore back to himself. Hallelujah. Ni the year of God's own. Kama ni the year of God's own, ndio tuweze kuachieve kile Mungu anataka, lazima pia yeye mwenyewe ang'oe hiyo pembe ya shetani. Lazima ang'oe hiyo idol. Lazima abomoe hiyo idol. Lazima avuruge hiyo pepo. Hallelujah. So that kile ambacho ameahidi kukupatia uweze kuiona. Mungu anaturekebisha hii February mapema kwa sababu anataka tumrudie. Ameona shetani intention yake si mzuri juu yako na mimi.
Na that's why anatuona mapema akituambia kwamba shetani ana plan kuufanya uinue makafara mbovu, worship ambayo iko defiled, uweze kukunywa maji kwa kisima ambayo imebeba crocodiles. So that's why anakuona mapema ya kwamba hii mwezi ni mwezi ya kumwabudu, na ni mwezi ya kumwabudu kwa roho na kweli, na ni mwezi ya kuweza kung'oa hizi magugu. Kama nilikuwa mtu wa kucomplain, lazima nianze kujitrain kusema thank you Jesus. Kama nilikuwa mtu mwenye akili yangu inawanda kila mahali, lazima niweze kuongelesha akili yangu ya kwamba wakati unaenda kwa nyumba ya Mungu lazima maintain focus. Hallelujah. Ya kwamba sitaenda kwa nyumba ya Mungu kufanya business ya selling and buying, ama buying and selling kila kitu. Hallelujah. Sitakuwa kwa nyumba ya Mungu na niko kwa market. Sitakuwa kwa nyumba ya Mungu na niko supermarket. Hapana. Nikiwa kwa nyumba ya Mungu nitakuwa kwa nyumba ya Mungu in spirit and in truth, so that baraka Mungu ameniaidia hii mwezi iweze kuonekana. So Shekina, kila maji machafu kupitia madhabahu zote watoto wako wanakuinulia, wale ambao waliondoka kwa njia zako Shekina, through complain na murmurings, tunatubu. Mahali popote tulicomplain, midomo yetu ilitumika na shetani kutufungia milango, Shekina, achilia damu ya Yesu Kristo ipache midomo yetu, isafishe mioyo yetu, isafishe mafikra zetu, ili Februari tukaweze kuona mabadiliko. Ninatangaza the rivers of living waters ifunguliwe kwa maisha yako, rivers of living waters, ya kwamba maji matulivu utaweza kuyaona, yataweza kububujika kwa maisha yako, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Father, release the heart of worship, ya kwamba watoto wako watakuabudu kwa roho na kweli. Tutaweza kukuabudu kwa roho na kweli, ili mipangilio yako ulio nayo, baraka ulio nayo hii Februari haitatupita, in the mighty name of Jesus Christ. Ninaombea hii familia, ninaombea huyu mwanaume, ninaombea huyu mwanamke, ya kwamba Shekina hawata complain as they are lifting their altars to you. Hawata complain concerning the situation ambayo wanapitia, lakini watapata neema ya kukushukuru, watapata neema ya kukuinua, watapata neema ya kukuabudu kwa roho na kweli, kwa maana yoyote ambaye anayekuabudu kweli unatembea na yeye. Yeyote ambaye anakuabudu kwa roho na kweli, utabadilisha maisha yake. Yesu, badilisha maisha yetu, utubadilishe katika jina la Yesu. Ondoa manung'uniko, tupatie moyo wa sifa, tupatie nguvu ya kusifu, tupatie nguvu ya kutubu, tupatie nguvu ya kukutafuta kwa roho na kweli, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Madhabahu zozote ziliinuliwa kwa milango ya Februari, ninazivunja na damu ya Yesu. Zivunjwe kwa damu ya Yesu, ziporomoshwe na damu ya Yesu, zilipuliwe na damu ya Yesu. Kupitia hizi makafara watoto wako wanakuinulia, magonjwa ya kila aina izambaratike, frustration ya kila aina izambaratike, agenda ya shetani, assignment yake mahali popote mbegu yake ilianza kumea, ninang'oa hiyo mbegu na katika jina la Yesu Kristo, na nina replace kila mbegu ya shetani ya manung'uniko na mbegu za worship na mbegu za praise. Nina replace kila madhabahu ya maji chafu, systems za maji chafu, na zibadilisha na the living water. Holy Spirit of God flow, Holy Spirit of God move, and there goes the Holy Ghost, 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 and there goes the Holy Ghost. Hebrews 4:12, Hebrews 4:12, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus. And Jesus said it is finished. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen and amen. So tuma M-Pesa yako kwa 0757588817, SMS yako kwa 0798843921. Leo tumesikia ujumbe ambao Shekina amekuwa nayo, haleluya, juu yetu, juu ya familia zetu, ya kwamba hii mwezi wa pili, mtoto wa Mungu, Shekina hataki kitu mingi, anataka umwabudu. Alikuumba umwabudu, na anadimandio worship, na anataka worship yako ikuwe sanctified, worship yako ikuwe ni worship ambayo haina dosari, haleluya. Na wakati ambapo utamwabudu, haijalishi ni nini ambayo ilikawia, utaona ikimanifest.
Amesema anataka abariki watoto wake hii mwezi, anataka akusurprise hii mwezi, but condition yake ni moja: muabudu kwa roho na kweli. Worship him in spirit and in truth. In the month of February, the way out for February is me and you worshiping God in spirit and in truth. And every other thing shall be added. Anything that has tarried, hallelujah, anything that has tarried, the Lord is going to make it happen. Hallelujah. He's going to visit you this February. He's going to visit your marriage. He's going to visit your home. He's going to visit your business. The only condition he has given us this month is that we should worship him in spirit and in truth. So don't negotiate your worship with complaints or grumbling or murmuring. Don't negotiate your worship with worthless idols, things that profit you nothing. Hallelujah. Complaints and grumblings and murmurings will never change your situation. The only thing that will change your situation and rewrite your story is you worshiping God in spirit and in truth. It doesn't matter who you are. It doesn't matter where you're listening this message from. But as you worship him this February in spirit and in truth, everything that has tarried in your life, things that have never manifested, that business that you've been looking for, that marriage that you've been trusting God to have, that child, that career, he will give it to you. Because in his presence, there is fullness of joy. The only condition he has given us this month is that we should worship him in spirit and in truth. Don't trade your blessing as Esau traded his birthright, hallelujah, with a cup or with a plate of beans. Don't give Satan a legal right, or don't give Satan a chance. Don't give Satan a chance to cause you to trade your blessing, to trade your birthright, to trade your blessing this month with a cup of grumbling or with a cup of murmuring. All that the Lord demands from you is worship. He died. He allowed Jesus Christ to die on the cross simply because he wants you and I to worship him. Hallelujah. So, child of God, wherever you're watching this program, I am encouraging you. Maybe you are a worship leader, you are a pastor, you are an evangelist. The month of February, a way out for you, the way out for your ministry, the way out for your marriage, the way out for your business, the way out for anything that you have been desiring God to give you is through the heart of worship. He says that in his presence there is fullness of joy. Fullness of joy. Whatever you want is in his presence. So do anything possible to be in his presence. In his presence you will receive direction concerning your ministry. In his presence you will receive a way out. He will give you greater wisdom. He'll give you dimensions on how you will manage this year. It is in his presence. So I encourage you, child of God, to practice the presence of God. Practice worshiping him in spirit and in truth. Don't allow your mind to wander everywhere. Don't allow your heart to wander everywhere. Don't be in the supermarket while people are worshiping God in the sanctuary. Don't allow your heart to be in the marketplace when people are busy worshiping the Lord. Hallelujah. Let the Holy Spirit give you the grace to worship in spirit and in truth. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make his face shine upon you and grant you peace. In the name of Jesus, I declare no weapon, no satanic strategy shall prevail over your life
over the heart of worship in your life. I declare that you will not trade or compromise the heart of worship with murmuring and complaints. I decree no witchcraft, no sorcery, no divination shall prevail over your life. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen and amen. The Lord bless you. In Jesus' name. Shekinah, glory, and there goes the Holy Ghost. Hebrews 4:12, blood of Jesus. And Jesus Christ said, it is finished. Kama unawachi program na haujaokoka, sema Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nisamehe dhambi zangu, vuta jina langu kwa kitabu cha mauti na uliandike kwa kitabu cha uzima. Ninaapa ya kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Roho Mtakatifu nielekeze, nisaidie, nipe neema ya kuabudu kwa roho na kweli. Niondolee manunguniko katika jina la Yesu. Asante Yesu. So unaweza nitumia SMS kwa hiyo 0788843921. Haleluya, tuweza kuomba pamoja pia. Umtumie ujumbe mfupi kama maybe umepata kuona hii message na umeokoka pia siku ya leo. Haleluya. Na maybe kama uko Nairobi bado nakukaribisha kwa ministry. Tuko pale KPCU building 5th floor. Haleluya. Na najua kwamba 5th floor tuko along Haile Selassie Avenue. Haleluya. Na najua unapoenda mahali pale utapata kubarikiwa. Kama uko hapa Eldoret tuko along Ronald Ngala Streets. Haleluya. Tuko 2nd floor ya Tamarind Place. Haleluya. Tuko next to Comfy Hotel. Haleluya. Tumekaribisha sana. Lunch hours zetu zinaanzia kwanza saa 6:30 mpaka saa 8. Haleluya. Na Sunday service kuanzia saa 2 mpaka saa 8. Pia wewe mwenyewe umekaribishwa mahali hapa. Kama unataka kufanywa deliverance, unataka kuweza kuombea foundation, kudina foundation za nyumbani, umekaribishwa sana 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 kwa Shekinah Glory Manifestation Ministry. Haleluya. Simu ukitaka kunifikia, haleluya, ni hiyo 0798843921 na tutaweza kukuelekeza uweze kufika kwa sanctuary, na najua kwamba Shekinah ataweza kukutembelea na ataweza kukutendea yale makuu. Chochote amepangia kwa maisha yako utaweza kupokea. So endelea kuabudu Mungu kwa roho na kweli. Wachilia yeye Roho Mtakatifu mwenyewe akufunze. Haleluya. Kukuwa pia patient in his presence. Haleluya. Kukuwa na utulivu kwa uwepo wake ili yeye mwenyewe aweze kukuonekania. So ubarikiwe mtoto wa Mungu na Shekinah kutendea makuu. Shekinah, glory, and there goes the Holy Ghost. Hebrews 4:12, the blood of Jesus, and Jesus Christ said, it is finished. In Jesus' name I pray. Amen.